Majina anaitwa Ferdinand Mwasi. Hii kulingana na maoni yangu, hii serikali kujenga hicho kituo cha karantini kuhusiana na mambo ya Ebola. Mimi naona kama sisa Wakenya wataangamia kulingana na hiyo ugonjwa. Ikizingatia hiyo ugonjwa ni hatari. Hiyo ugonjwa ni hatari sana katika nchi yetu ya Kenya. Kwa maana yake matibabu yenyewe hapa kwetu yako katika kiwango cha chini kulinganishwa na hii mataifa mengine ya Amerika na nchi zinginezo. Kaunti ya Taita Taveta kidogo naona haiko katika ile hali nzuri ya kupambana na ugonjwa wa Ebola. Manake ukiangalia wakati mengi ukienda hospitali dawa nyingi unaandikiwa uende kununua kwenye maduka ya kuuza dawa chemist. Ndio. Wakenya wako na haki kabisa ya kupinga. Manake Kenya sisi wananchi ndio tunaamua kile kitakachofanyika. Ndio. Wakenya wako na haki kabisa ya kupinga hiyo mswada wa kujenga hiyo karantini. Kwa upande ukiangalia manake hiyo nchi za majuu za Uingereza ndo zinasemekana kwamba zitafadhili kujengwa hiyo karantini. Sasa Mkenya anaweza kuwa ashindwe kusaidika kwa hiyo karantini. Wao wazungu peke yake watakaoshikwa na hiyo ugonjwa ndo wataweza kutibiwa pale vile. Ndio. Jina ni Joseph Mungoda kutoka kaunti ya Taita Taveta. Kwa ufupi, swala la quarantine ya Ebola katika nchi yetu ya Kenya hatuitaki kwa ufupi. Kwa sababu Kenya imekuwa ni kitu kidogo. Watu wachache ambao wanapokea hela alafu wanatuletea shida ambazo zinaletea wananchi wetu wa Kenya shida. Kwa ufupi, sisi Kenya sahihi hatuhitaji hiyo quarantine kwa sababu bado sisi si wale waathiriwa kamili wa huu ugonjwa wa Ebola na haitusaidii na chochote. Wewe kama kuna watu ambao wamekula pesa, wamelipwa pesa yao na nchi ya Marekani ili waje wafanye installation ya hii kituo ya corona hapa, hiyo ni uvujaji wa sheria. Kama wananchi wa Kenya hawatakubali mambo na hiyo kitu ya Ebola, afadhali itoke kabisa kwa sababu haitusaidii vyovyote. Tunajua katika nchi yetu ya Kenya sasa tuko na shida ya healthcare. Bado tuko chini sana. Tukija hata katika kaunti yetu ya Taita Taveta, tukienda katika referral 5 ya hapa Moi Hospital, bado tuko chini, matibabu yetu yako chini sana. Kwa hivyo hatuitaki hiyo corona kwa sababu bado sisi tuko chini sana kwa ufupi. Ndio unahisi kaunti ya Taita Taveta iko prepared to handle Ebola? Kama tumeshindwa na healthcare ya kawaida, sidhani kama kaunti yetu iko tayari kupambana na hiyo mambo ya Ebola. Hatuko ready. We are not ready in short. Na kuhusiana na unahisi kwamba hii quarantine ikiwa Kenya pia itasaidia Wakenya? Kwa sababu kadha wa kadha ambazo zinasababisha hali yetu ya hospitali zetu ziko chini sana. Mimi naona tu hii quarantine kusaidia Wakenya ni ngumu kwa sababu hii pesa mingi imekuwa ikiingia kwa watu fulani, imekuwa haisaidii hata hii sekta ya health. Kwa hivyo sioni kama itakuwa na usaidizi wote kwa hii. Naitwa Steven Kalama, ni mkazi wa Voi. Maoni yangu kuhusu hiyo quarantine ambayo inataka jengwa huko Laikipia base, naona kama sio mbaya. Ni heshima ambayo sisi tumepewa Kenya kwa kujengewa vitu kama ile, na sioni sababu ya kuwa na uoga kwa sababu wale watu ambao wataletwa pale kama hata ni wale wa Amerika wanaletwa na keti pale, wakipona wanaondoka zao, unaona. Wakifa wanatolewa pale direct wanaenda zao unaona. Na pia atakuwa wamejichunga sana wale watu ambao wanahudumia pale, kama mnasema pale kuna Wakenya wengine ambao wanashiriki pale kama ni wanajeshi ama nini, wale madaktari watakuwa wanajua nafanya, na kwa Kenya pia watapata ujuzi wa kuwa na kujua kusimamia hizo maneno. Kwa wakati mwingine miaka ijayo ikitokezea mambo kama yale, itakuwa itakani sio lazima wazungu, hata sisi wa Afrika ambao ni wa Kenya ambao tukoshaikiwa pale tutakuwa na ujuzi wa kukabiliana na magonjwa kama hayo, unaona. Sasa mimi naona kwamba hiyo italeta maendeleo mengine. Mbali na hiyo, tunaona Kenya itapata pesa nyingi kutoka na vile Amerika amesema ajenge na nini. Hiyo itasaidia hiyo facilities ambayo itajengwa, ni vizuri sana kwetu. Mimi naona kama haina ubaya wote. Na unafikiria ni kwa nini Amerika hawataki kujenga kwao, wao wakipeleka watu wao kwao? Pale Amerika si hati wanaona
kule wajua ni waliona kwamba wajenge mali karibu na hapo. Mimi naona sababu ndio hiyo, kuliko kusafirisha mtu kwa ndege ambaye pale ndani labda ndege hakuna mahali ambapo watakuwa wametengewa na watu wengine na nini, labda mtu mmoja ndio anakuwa mgonjwa ndio apelekwe peke yake kule, ama watu wawili wa Amerika ambao apelekwe kule kwa ndege moja. Mnaona kwamba waliona kwamba afadhali weke facilities hapa karibu. Ushaona? Si hata wako na uoga bwana. Wale watu wako sasa kwa kujua kujikinga. Sasa sioni kwa sababu ati wao wamesema ati hawataki kwenda. Walikuwa wanaona tu waweka hapa karibu wakiwa kifanya. Kama wangetaka pia wangeweza hata Uganda ama wakaweka Kongo pale. Lakini waliona Kenya kuna amani na kuna facilities nyingi ambazo zinafanya na mpango wao uko mazuri, ndio kaona ileta hapa Kenya. Hiyo tu. Na unahisi kaunti ya Taita Taveta iko prepared to handle Ebola? Taita Taveta. Hata kama Taita Taveta haiwezi kuhandle, kuna Wakenya wengine ambao watatolewa mahali pengine waje watoe mafundisho hapa wakati imetokezea mambo kama hayo. Waje hapa wafundishe wale ambao wako hapa wasimamie na nini, na watajua, kwa sababu kama tulifanya corona pia tulifanya, sasa hii wako na experience kidogo ya kuhandle kama vitu kama hili, kwa sababu niliona vitu ambavyo anavaa zile manguo na magogo zile ambao wamevaa ni kama vile corona tu. Ninaona kama pia wanaweza kuhandle. Kenya, Tanzania imepakana na Taveta hapa. Taveta imepakana na nchi nyingine. Kuna hatari yote unahisi kwamba iko kwa mipaka? Hapa usioni kama ishaingia. Kama ilikuwa ishaingia tulikuwa tushajua. Kwa sababu ile ugonjwa nayo serikali sana, haiwezi fichika. Hata tusisema ati serikali waweza ficha, hawezi ficha kwa sababu si itatoka na watu. Watu watasema wenyewe wao mambo yametokezea na hivi, kuna watu wamepatikana na nini. Mnaona kama haijaingia Kenya kabisa hiyo.